Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Ninapenda kuipongeza wizara. Kiukweli wizara inafanya kazi nzuri sana. Tumesikiliza taarifa yake, hata taarifa ya kamati pia inafanya kazi nzuri sana. Na pia kuna mfano mzuri, nampongeza waziri kwa kuanzisha siku maalum ya sema na waziri. Kwa hiyo ile ni nafasi ya pekee ambayo wananchi wanaitumia kwa ajili ya kueleza kero zao zinazohusiana na sheria. Kwa hiyo ofisi naipongeza sana sana sana. Lakini pia kuweka huduma ya uwakili kwa makundi maalum ikiwemo watu wenye ulemavu. Kwa kweli watu maalum, mfano wenye ulemavu, unakuta hawana pesa ya kumlipa wakili, au unakuta mwananchi wa kawaida hana uwezo wa kumlipa wakili, lakini wizara imetoa hiyo huduma bure kwa haya makundi. Kwa hiyo naipongeza sana wizara sana sana. Na kingine, pamoja na pongezi hizo, wamesema kwamba ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria fungu lile la 101 kwamba taarifa inaonyesha walitafsiri sheria mbalimbali kutoka lugha ya Kiingereza kuja ya Kiswahili. Lakini sijasikia kwamba walitafsiri lugha ya watu wenye ulemavu, mfano nukta nundu kwa wasioona, kwa sababu wako wanasheria wengi sana wasioona, nadhani tunashuhudia, lakini wako mawakili pia wasioona. Sasa tusipotafsiri lugha hii kwenye nukta nundu kwa kujali haya makundi, inaweza ikawa sio ujumuishi. Kwa hiyo nina imani kwa kupitia hii, nadhani mnaweza mkaboresha zaidi katika hilo kama hizo nukta nundu hazipo. Lakini pia katika hili na imani niko sehemu sahihi kulizungumzia. Tanzania iliridhia mkataba wa kimataifa, mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za watu wenye ulemavu. Iliridhia mwaka 2009 na ilipaswa kusubmit report, ile initial report, kwa sababu na sisi Tanzania ni wanachama. Kwa hiyo ile initial report ilitakiwa isubmitiwe baada ya miaka 2, na baada ya hapo inatakiwa kusubmiti hiyo progress report inaitwa kila baada ya miaka 4. Lakini mpaka sasa hivi naona process haifiki mwisho. Kwa lugha nyingine, hata ukiangalia kwenye ile linki hakuna ripoti ya Tanzania kuhusiana na masuala ya watu wenye ulemavu. Lakini pia katika hilo yako mambo mengi mno ambayo nchi kama nchi imefanya kwa watu wenye ulemavu. Sifikirii kwamba hakuna kabisa. Maendeleo ni hatua. Uwezi ukafananisha watu wenye ulemavu wa sasa hivi na wa miaka ile 2000 au miaka ya nyuma. Kuna maendeleo, hasa ukizingatia kwa Mheshimiwa Rais huyu Mama Samia Suluhu Hassan amefanya mambo mengi sana, ukiangalia kwenye sekta ya elimu, ukiangalia kwenye afya, lakini bado kwenye uwekezaji, kwenye dira tumejumuishwa. Mambo mengi sana matamu mazuri ya kuripoti kama nchi kwa masuala ya watu wenye ulemavu. Mpaka sasa tunaonekana hii nchi ya Tanzania haifanyi chochote kuhusiana na mambo ya watu wenye ulemavu, lakini si kweli. Kwa hiyo nilikuwa naomba naomba sana tuangalie namna ya kuripoti, kwa sababu tunapozungumza sasa hivi USRPD ilitakiwa turipoti taarifa 4 ukijumlisha na ile initial report. Na tunakoelekea sasa hivi USRPD hiyo imeshaboreshwa. Tuko kwenye ADP ambao na yenyewe tunatarajia serikali iweze kuridhia kwa ajili ya kutekeleza mambo ya watu wenye ulemavu kwa muktadha wa Afrika. Maana ile USRPD ilikuwa kwa kimataifa, haiendani na mazingira ya Tanzania au ya Afrika. Kwa hiyo wameona hapana, tutengeneze hii
mkataba mwingine ambao ni itifaki ADP kwa ajili ya watu wenye ulemavu kwa muktadha wa mazingira yetu kama Tanzania. Kwa hiyo tunaomba serikali pale inapokwama, sijui inakwamia wapi, kwa nini isiripoti mambo mazuri matamu ya watu wenye ulemavu? Na sisi tunajivunia, na si tu sisi serikali, hata wadau wanazitumia hizi ripoti, wadau NGOs, CBOs na wadau wengi wanaojishughulisha na masuala ya watu wenye ulemavu. Wanatamani nchi kama nchi ipate ripoti, itoe ripoti ambayo na wao itawasaidia katika mambo yao na activity zao za kuwaendeleza watu wenye ulemavu. Katika hilo pia kuna tume ya kurekebisha sheria, marekebisho ya sheria ya watu wenye ulemavu namba 9 ya 2010 iko haiendani na mazingira ya sasa hivi. Mazingira sasa hivi, mfano kama sasa hivi yako ujasiriamali, wako tehama, yani mambo mengi ambayo yameendelea, ambayo kwenye ile sheria, na ile sheria iko tunahitaji iboreshwe. Kwa hiyo kama kuna sheria na wamesema kwamba wamerekebisha sheria mbalimbali, tulikuwa tunaomba pia kama haipo sheria watu wenye ulemavu, na ni kweli haipo, naomba pia iweze kurekebishwa. Tunaomba wizara mtusaidie tuweze kurekebisha ili mambo yetu na sisi yaende vizuri, yaendane na kasi ambayo ipo ya sasa hivi. Lakini pia katika hilo tunaishukuru tume kwamba ukisoma ibara ya 12, 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hakuna aliye juu ya sheria. Kwa hiyo hata hii swala linaenda moja kwa moja kwa mahakama. Sisi watu wenye ulemavu si kwamba hatutendi makosa. Wapo wanaotenda makosa na wanaadhibiwa kwa sababu hakuna aliye juu ya sheria. Yako magereza. Je, yale magereza ni rafiki kwa watu wenye ulemavu? Tunaomba muangalie. Lakini pia kuna sheria ambazo zinafanyika kule magereza. Ukiangalia mimi natumia vifaa saidizi. Vifaa saidizi ni chuma. Na ukiangalia sheria za kule zinaweza zikanizuia mimi nisiingie na gongo au zikanizuia mimi nisiingie na kifaa saidizi changu. Matokeo yake mwisho wa siku inakuwa inaondoa inatweza utu wa watu wenye ulemavu. Kwa hiyo nimeongea kwa mjumuisho katika hilo suala, na nina imani serikali yetu ni sikivu, nina imani wizara mnafanya kazi vizuri sana, nina imani kabisa, kwa sababu kama alikuwa hamjui basi mnajua kwa ajili ya kutekeleza. Na pia niendelee kupongeza sana wizara kwa mambo makubwa ambayo mnaendelea kuyafanya kama wizara. Sisi watu wenye ulemavu tunawapongeza sana, tuna imani na ninyi, tuna imani na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye amewapeni hii kazi kama msaidizi, kama mumsaidie katika kazi hii ya sheria. Tuna imani mambo yetu ya watu wenye ulemavu hayatakwama, badala yatasonga mbele. Hatua kwa hatua. Maendeleo ni hatua. Tuna imani sasa hivi na tunakoelekea tulikotoka ni tofauti. Na kila kitu, sheria ndo msingi wa kila kitu. Kwa hiyo tusipoangalia sheria tukaziweka vizuri, na sisi watu wenye ulemavu tutakuwa hatujajumuishwa. Kwa hiyo tuna imani kabisa sheria zikikaa vizuri, sheria zikieleza vizuri, mtu shirikishe pale ambapo mnaona hapa tunahitaji mawazo mengine, sisi tupo ambao ni wataalamu, tumebobea na masuala haya watu wenye ulemavu kama wabunge, tutasongesha mbele mambo ya watu wenye ulemavu hasa katika sheria. Asante sana kwa kunisikiliza. Naunga mkono hoja. Asante. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.